Yes, bana, mambo ni vipi? Mambo ni gani? Mimi naitwa Bino, karibu kwenye session namba 1 kwa ajili ya kukuonyesha safari kutokea sehemu moja mpaka sehemu nyingine. Na leo nipo kipande cha Mbezi, Mbezi stendi ya daladala. Kama unakumbuka siku ya kwanza kabisa ama episode ya kwanza sisi tulikuwa hapa, kutoka hapa mpaka Ubungo, lakini leo sipo kwa ajili ya kutoka hapa mpaka Ubungo. Nipo kwa ajili ya kutoka hapa mpaka kipande kimoja kinaitwa Kariakoo. Na nikishafika huko Kariakoo, nimeandaa mtu kwa ajili ya kutuzungusha Kariakoo yote hiyo. Sasa hii hapa ni episode ya 10. Asante kwa ambao walikuwa wanaangalia kuanzia episode ya kwanza mpaka episode ya leo. Kaa na sisi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini kabla sijatoka bana, kuna bidhaa ya maepo hapa nimeiona. Mshikaji ananiona. Kwa utamu wa hili epo inabidi tuenzetu sote mpaka kwenye safari ya kutokea hapa mpaka kipande cha Kariakoo. Haitachukua muda sana tuenzetu. Bana, nikukumbushe tu kwamba nimependezeshwa na 47 store ambao wamehakikisha kwamba mimi napendeza kuanzia juu mpaka chini. Kwa hiyo hata wewe unaweza kuagiza mzigo wako popote ulipo, wanapatikana Lumo, lakini namba zao za simu tumezizingatia imara kabisa. Tukutane Kariakoo. I'm out. Yo bwana, basi ndio huko unamaanisha mpaka Kariakoo. Yeah, Kariakoo. Bwana, sana hapo ndo tuko zetu stendi. Yeah. Kwa tunatoka hapa bwana. Ndio. Stendi nani? Hivi ilitenganishwa lini? Stendi ya daladala ikawepo na ya mabasi. Ilianza stendi ya daladala ndio ikaja ya mabasi. Stendi ya mabasi ilikuwepo Mbezi. Ilikuwa wapi? Ilikuwa iko Ubungo. Mabasi yako na mkoani. Yeah. Sawa. Ilianzia hapa kabisa. Ilianzia hapa. Na hapo unapoona hapo ukishuka chini hapo, una njia kwenda Malamba Mawili ambao unaenda kutokea mpaka airport. Kwa nyuma kidogo. Kwa nyuma. Unapoona ile miamvuli kwa nyuma yake hapo. Kuna njia hapo unaelekea mpaka airport. Mpaka airport, Gongo la Mboto, Chanika, kote unafika. Na hapa ndio tunapotoka Mbezi. Unaona madaladala yetu hapa, tuko katika foleni. Tunasogea mbele hapo. Mbezi. Hii ndio inaitwa Mbezi ya Kimara. Mbezi Luis. Hii stendi kubwa ilijengwa mwaka gani? Hii stendi kubwa mabasi? Ilijengwa kipindi cha Magufuli. Magufuli ndio ikijenga. Bonge moja la stendi. Bonge la stendi. Tuliwahi kubishana mimi na washikaji zangu before tulipokuwa shule. Wakasema kwamba hii ndio stendi kubwa Tanzania nzima. Lakini kuna mtu akabisha akasema kuna stendi ya Morogoro, kuna Mwanza, Nyegezi. Haiwezi kaifikia hii stendi, ni kubwa sana. Tanzania nzima. Ndio stendi ya kwanza kubwa. Ndio, ya kwanza kubwa. Umetembea Mwanza? Nimetembea Mwanza na nimekaa. Unajua stendi ya Nyegezi? Naijua Nyegezi vizuri. Mwanza kuna stendi kama 2 kubwa. Kuna stendi nyingine iko ile ya kwenda Bunda. Zote nimetembea, ni ndogo, haziwezi kuzifikia stendi. Morogoro ni ndogo, ile ya Msamvu haiwezi kufikia hii. Kwa hiyo ndio kubwa Tanzania nzima. Hii ni kubwa Tanzania. Basi kamaliza. Hapa tupo hii tuko Mbezi, ndio tunachomoka Mbezi. Tunachomoka. Mimi nilipokuwa mkoani nilikuwa najua kwamba ukikuta barabara ya vumbi basi ni nje kabisa ya Dar. Hapana, kutokana na barabara unaona ya vumbi, kuna miundombinu, watu wanatengeza barabara. Unajua kipindi cha mama watu wanapambana kwa kama barabara kae sawa. Ndio. Kwa so main road. So main road inarekebishwa barabara. Miaka kadhaa mbele tutegemea lami sasa. Sawa. Hii safari ya kwanza tumetumia vumbi kidogo, japokuwa ni kidogo. Ndio. Tumetumia kavumbi. Sababu ya ujenzi. Sawa kabisa. Kwa hiyo hizi gari zote zinaenda mjini? Zingine zinaenda mjini, zingine zinaenda shamba. Umetofautiana hapo. Shamba kama? Ya Morogoro, Msata, Chalinze, wapi. Kuna nani pia costa zinazotoka stendi ya daladala ya hapa Mbezi mpaka Morogoro? Ndio, zipo. Zipo za Mlandizi, zipo za Mkata. Zinapatikana. Natamani pia kuiona hiyo barabara ambayo inayoenda Morogoro na hii ambayo tunarudi mjini. Nijue. Nimeuliza watu pia nikauliza hivi kwa nini
Kwa nini Morogoro Road ipo Dar? Yaani kwa nini Morogoro Road ingie Dar afu inaingie mpaka maeneo ya Ubungo? Ile maeneo ya Ubungo yote tumetumia Morogoro Road. Kwa nini ije mpaka mjini? Kwa nini isishie huko Mbezi? Ni kwa sababu imenyoka moja kwa moja, ndio maana kwa maarufu ni Morogoro Road. Kwa upande wako unaona ni sawa? Ni sawa kabisa. Ni sawa kabisa. Sawa kabisa. Wewe ukishangaa unaenda Arusha lakini kuna Kariakoo. Kwa nini yupo Kariakoo Arusha? Ni sawa tu, ni vitu kama hivyo. Hivi ndivyo sasa tunaanza hapa, tunageuka hapa kwenye U-turn hapa. Tunaelekea zetu town hapo. Town. Kwa mbali naiona Mbezi. Mbezi stand. Kwa wageni bwana mnaotoka Iringa, Tabora, Sumbawanga, Mwanza, hii ndo Mbezi hapo. Tunaondoka sasa tunaenda mjini Dar es Salaam town, Tanzania. Keriakopsi. Kona zimekuwa nyingi sana mzee. Mzee baba simuona miundombinu hiyo. Hapa tunarudi hivi au tunaenda tena wapi? Hapa tunanyooka moja kwa moja hapa. Hapa ndo tunanyooka moja kwa moja hadi mjini. Tunaondoka hivyo. Hadi mjini? Hapana bado. Mbele hapa tunaondoka. Mara kwanza episode ya kwanza kipindi tunatoka Mbezi kwenda Ubungo, kama mtu anayekumbuka, hatukupitia hii barabara. Tulipitia ya chini huko. Ni kweli. Hatukugusa vumbi kabisa. Sasa kwa nini hii route yote ya leo imekuwa hivi? Tumerudi tena nyuma. Ni kwa sababu mara kwanza njia alikuwa ameifunga. Sasa hivi njia ameifunga, tunaweza sasa unavyoona hapo ndo barabara kubwa hiyo. Tumeturn kwa hiyo tunautani hapo, tunautana barabara kubwa. Kwa hiyo ndio barabara ambayo tunaenda nao mpaka mjini. Hapo tunarudi, tunapita stendi yetu Mbezi hapo tunaondoka. Kwa hiyo Morogoro Road ndo hii njia unayoiona. Ndo hii. Na nje ina mafuso vibaya mno. Mafuso, magari mengi, mafuso mengi sana yanapitia njia ya Tanga huku mafuso. Ila huku sana ni malori mengi huku. Magari makubwa, maskani, manini. Na hapo unapoona ile daraja hapo mbele ni kwa sababu ya kuvuka kwa watu kwa miguu. Inasaidia pia. Inasaidia. Unajua kuna Waluguru. Ila hapa. Sasa mjini hawezi kuvuka barabara haraka, lazima pite juu, anaweza kagongwa. Ndugu zako watani wako ni? Mimi watani wangu ni wengi kwa sababu sisi tunatoka kanda ya Ziwa. Kwa hiyo tuna watani wengi. Hiyo ndio stendi unaona ya Magufuli ya mabasi. Bonge moja la stendi. Bonge la stendi. Tanzania namba 1. Kwa hiyo tunaiacha. Yenyewe na ya daradara. Hii stendi na ya daradara ipi ipo mwanzo kutokea mjini? Kutokea mjini ni ya daradara ndio iko. Inaanza ya daradara inakuja ya mabasi. Kutokea Morogoro inaanza ya mabasi inakuja daradara. Sawa kabisa. Watani wako ni wengi? Watani wangu ni wengi. Kama Waluguru. Wa kweli. Sababu si unajua sisi tunatoka bara huko. Tuna watani wengi bali Wagogo. Umesema ni kabila gani? Mimi Mnyamwezi bwana. Mnyamwezi. Kwa una tani yote. Kwa sababu Wanyamwezi ndio watu wa kwanza kwenda Ulaya. Ndio maana kule kunaitwa Nyamwezini. Ushasikia kunaitwa Uziguani au Sambani? Kule Nyamwezini, kwa Nyamwezi kama si. Acheni bwana. Kweli nakwambia. Unajua Mnyamwezi ni mjanja kuzidi babake Msukuma. Kwa Nyamwezi ndo kabila ajaja. Sawa kabisa. Location inasoma? Hiyo tuko Mbezi hapo. Hii barabara inaenda wapi? Hiyo inaenda Goba. Msumi. Hapo ndo hapa ndo naingia huko. Natamani pia next time twende Goba. Goba tutembelee. Sema tutafika. Eneo maarufu sana unajua Goba. Goba eneo maarufu sana Dar es Salaam. Na kumejengeka sana, ila zamani kulikuwa mapoli tu Goba. Nasikia pia hata masuala ya vyumba, masuala ya nini yako favored sana na maeneo kama haya ya Goba na hii Mbezi ya Kimara. Lazima vyumba viwe bei rahisi kwa sababu ni nje ya mji na unatumia usafiri. Lazima vyumba viwe bei rahisi. Lakini zile nyumba zingekuwa mjini zingekuwa zina bei. Na bei kali. Bei kali sana. Noma sana. Sasa hapa bwana tunatoka hapa Mbezi. Hapa tunaelekea kibanda cha mkaa. Kibanda cha mkaa. Kuna kibanda cha mkaa pia. Zamani kwa kuna vibanda hapa vya mkaa, alikuwa anashusha sana mkaa hapa, magari yakitoka mikoani anashushia hapa. Kabla hajaja mambo haya ya gesi, si unajua? Kwa hiyo ndio kwa hapa magari yanasimama, kibanda cha mkaa, kila gari inasimama inashusha, kibanda cha mkaa. Kibanda cha mkaa. Sawa.
Na utaona tu kutakuwa kuna magari mengi hapo, malori yamepaki. Nafurahia pia, unajua miundombinu ya barabara ya Mbezi hii Morogoro Road kutokea Mbezi ni kubwa, alafu pia ni nyingi. Niliuliza watu pia nikawauliza kwamba huwa mnatumia dakika ngapi kulivuka hii barabara siku tunashuti? Mwingine akasema kwamba unaweza ukatumia hata dakika 10 kutokana kama hamna foleni. Kama hamna foleni. Muda mrefu inasababishwa na magari makubwa, unaweza kukuta gari mbili limeharibika. Ndio. Limeharibika na kukuta foleni. Kwa hiyo inasaidia pia watu. Foleni pia kuna namna inasaidia watu kuvuka barabara na pia wanafanya biashara katika foleni. Kwa hiyo foleni ina manufaa. Faida nyingine ya foleni sasa hiyo. Faida ya foleni nyingine ni dereva anapumzika. Kanyaga accelerator, breakfast, apumzika hapo kwa foleni. Kidogo anaangalia simu. Anachungulia huko na huko. Kweli ni kweli. Na kwa mabarabara makubwa kama ile ambayo tunaitumia sasa hivi Morogoro Road, faida iliyoko favored sana ikitokea foleni, nadhani pia inamsaidia mtumiaji wa miguu kuvuka barabara, kwa sababu unajua gari zinatembea kwa kasi sana kutokana na ukubwa wa barabara. Nadhani iko favored pia. Kibanda cha mkaa ni wapi? Sijapita, ndio yote kibanda mkaa. Hii yote ni kibanda mkaa. Yote kibanda cha mkaa. Kibanda cha mkaa. Kwa Msuguri. Sasa tumeanza kwa Msuguri. Kwa Msuguri ni eneo gani tena? Ni kituo hichi cha daladala kwa Msuguri ambacho nakiona mbele hapo. Sawa. Unaona hiyo Msuguri. Hapo ndio kwa Msuguri hapo. Kwa Msuguri. Penye pako maarufu sana kwa jambo gani labda? Msuguri bwana alikuwa ni mkuu wa jeshini. Hamna sio mjua mtu kamanda Msuguri. Alikuwa ni mkuu wa jeshi. Jeshi gani? JWTZ. Mwaka? Zamani sana. Kitambo sana. Ulikuwa la ngapi au ulikuwa? Sikumbuki, lakini nimemkuta Msuguri. Umemkuta tu na umekuta historia yake. Historia yake nimemkuta. Ndio alikuwa anaishi maeneo kwa Msuguri. Umewahi kuishi Mbezi? Mbezi nilikaa zamani mara mawili. Mara mawili bado hujafika? Tulishaacha ndani huko. Ni kwenda huko chini. Kwenda huko chini. Sasa hapa sasa hivi hapo tunapoelekea mbele hapo. Tunapoelekea Temboni. Unasikia Kimara Temboni. Na hii barabara ambayo inapanda juu. Hizi barabara zinaingia ndani. Si unajua kuna nyumba nyingi sana ziko ndani, yani viwanja ndani huko. Barabara za ndani kwa ndani hizo. Kwa hiyo najaribu pia. Ni Temboni ina maana gani hapa? Zamani hapa kulikuwa sikuwa poli, na maana kulikuwa kuna tembo wengi hapa. Maana kuitwa Temboni. Kulikuwa kuna tembo? Kulikuwa kuna tembo wengi sana zamani, lakini kama enzi ile inaitwa Mzizima, Dar es Salaam. Kwenda chuo kikuu kote kuna fisi, unaenda kuinda Tandala, Digidigi. Hizo unaambiwa kwamba maeneo ya Ubungo pale ni poli. Msitu. Ilikuwa around mwaka gani? Muda kidogo. Miaka imeenda. Na hawa tembo waliokuwa wanaishi hapa Kimara Temboni wameshapelekwa wapi au walienda wapi? Unajua tembo mji unavyosogea na wanyama anasogea. Kweli. Kwa asilia ya Temboni kulikuwa kuna tembo pia. Kuna tembo. Ndio hapa maeneo tuliopo Temboni hapo. Navutiwa sana na mabarabara. Na hapo kutoka Temboni hapo sasa. Tunapoelekea ni Suka. Sawa. Alafu pia kuna kitu nimekipenda hapa, hii view hii ambayo inaonyesha hii barabara la Mbezi. Ndio. Kwa Mwanza naweza nikaifananisha kama barabara ya kutoka Kigongo mpaka Usagara. Ile barabara unaijua? Gongo Feri ile. Gongo Feri mpaka Usagara pale. Na sasa kutoka Mbezi mpaka Ubungo. Unafanana. Umefanana Unafanana. Sio barabara kidogo yani makubwa. Sema huko ni pakubwa, kule padogo kidogo. Wala vizuri sana. Safi sana mzee. Natamani pia naenda ifikie mkoa mwingine. Mikoa kama ya Dodoma, Arusha pia watu waliwahi kuomba. Tusogezeane haya maeneo kidijitali zaidi, maana unajua dunia yetu imeshabadilika. Yaani tunavyoenda hii miji yote itakuwa kama hivi Dar es Salaam. Ndio tunavyoenda taratibu. Mwanza tulikuwepo Mwanza sasa hivi na zamani ni tofauti. Kwa kila mji kila siku unavyoendelea kutanuka
mambo yatakuwa mazuri, mibabala yote Mwanza itakuwepo. I see. Tupo hiyo tunaitafuta suka hiyo mzee. Suka. Hivi barabara imewekewa lami mwaka gani? Kwa kumbukumbu zako. Maana uniambiaga kuna episode ya nyuma kidogo uliwahi kusema kwamba wewe dau umekuja kitambo. Hii barabara ina lami muda mrefu, sema labda kutanuliwa kwa sababu hizi barabara ujenzi waga hauishi. Kwa unaweza kaona hizi barabara hizi akaja tena rais mwingine akapendekeza tena barabara ziongezwe. Kwa ujenzi hauishi mjini. Kwa ujenzi uliofanyika hapo. Lami ilikuwepo hapa. Ila ilikuwa ni ndogo. Ilikuwa barabara 2 zikaja kaongeza kwa barabara 4. Sasa hivi tunaona walivyotanua. Barabara 8. Na kwa nini sawa. Nimeshapata jibu. Nitaka kuuliza kwamba kwa nini wamefanya tu kwa maeneo haya? Kwa nini yasifanyike maeneo ya Mwenge, Tegeta? Nimepata jibu kwamba haya maeneo bado hayajajengeka sana. Tegeta ilibanana kutoka Tegeta mpaka mjini Mwenge ilibanana kidogo, ndio maana kuweza kujenga barabara mikubwa. Inaitafuta suka. Tuitafuta suka. View tamu kabisa, minazi mizuri. Na watu wanajivunia nini sana? Kimara. Kimara. Kwanza asilimia wengi wanaokaa Kimara ni Wachaga ujue. Watu wengi asilimia nyingi wanaokaa Kimara ni watu wa Moshi. Mbezi kote kumejaa Wachaga. Ni sasa ukienda Mbagala kule watu wengi kule ni wa Makonde. Kaja kwenda kwa zako. Tani zao. Njia kukimbilia kwa. Aise, unaona hiyo teknolojia hapo? Mwambia jamaa zoom hapo. Umeona hicho? Ndio. Traffic light zinahesabu kwa dakika. Imeanza lini? Muda kidogo. Au mimshamba muda kidogo. Hapa alivyokuja bi mkubwa ndio kaanza kufunga hizi taa hizi sasa. Nimependa pia inasaidia. Inasaidia sana. Hii nzuri inamsaidia pia mtu ambaye hajasoma. Unajua light zinachanganya. Kiota kijani sio nini? Hii mtu anajua namba bado. Bwana atakuwa muda wako wa kuvuka huu umeisha, mwacha avuke mwenzako. Katikati pia barabara inatumika. Miaka ya mbeleni kutegemea mwendo kasi za kwenda Morogoro. Zitakuwepo kwa sababu hii mwendo kasi plani yao ilikuwa inatakiwa ifike mpaka Chalinze. Chalinze ni huko nyuma. Nyuma kulipotoka. Ipite Mbezi maili 1 mpaka Chalinze. Eneo gani ili tulilopo kwanza? Hii bwana hii suka hii. Tunatafuta stopover. Hii tupo suka. Suka hii. Tunatafuta stopover. Stopover hapo nimeona sawa kabisa. Kwa hiyo hii barabara kadri siku zinavyoenda itaongezewa matumizi. Itakuwa na mwendo kasi katikati. Mwendo kasi itakuwa katikati hapo. Kwa tunakoenda tutegemea kukutana na mwendo kasi gani? Tutakutana nao mbele hapo Kimara. Kwa kuanzia Kimara kwenda mjini mwendo kasi ni nyingi. Ndio mwendo kasi zinaanzia. Ndio kituo pia kipo hapo. Sawa kabisa. Stopover yenyewe imekaje? Ni kwa nini stopover? Sasa unajua majina tumeyakuta tu mengine kama stopover. Sijajua kwa nini inaitwa stopover. Ni kama vile kwa hisia za haraka za kwangu utaniambia sasa unaitazama. Ni kama naweza nikasema ni sehemu fulani hivi ya kusimama stop. Stop afu nimeona kama bonde fulani hivi unajua. Pale tunapiga story. Nimeona bonde fulani hivi. Kwa kwa haraka mimi naweza nikasema kwamba labda ilikuwa ni sehemu ya kupunguza mwendo labda. Ni kama bonde mwendo kwa kasi kwa wakawa wameweka stopover. Si nitakuwa sahihi. Inaweza kuwa sahihi sasa kama kule mitaa Moshi kunaitwa Kibololoni. Pale Kibololoni alikuwa akasimama mzungu. Mzungu alisimama pale akaona mlima vizuri wa Kilimanjaro akasema Kibololoni. Sasa Mchaga kusema Kibololoni akashindwa akasema Kibololoni. 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 Aliona mlima uko pekee akasema Kibololoni. Sasa wanaita Kibo. Sasa Mchaga akasema Kibololoni. Lakini kwa Kibololoni aliona pale mlima uko pekee yake. Unaona mwendo kasi hapo inatokea juu, inatokea wapi? Hizi mwendo kasi inatokea hapo. Hizi zinaanzia katikati. Kuna mwendo kasi zinakuja Mbezi sababu vituo vingine havijaisha, zinakuja kuamwaga kituo kikubwa hapo Kimara. Ila hazitumii barabara kuu au? Zinatumia huko, zinapita zingine. Kwa huko zinaenda wapi? Huko zinaenda Mbezi. Mbezi nako kuna kituo kingine. Zinasimama pale stendi ya nani? Ya daladala pale zinaingia zinashusha. Zinaingia mpaka nani? Ndani si daladala. Mimi nijua zinaishia Kimara hapo. Hapana, zinaingia. Kuna zingine ndogo zinatoka hapa Kimara. Zinaelekea Mbezi.
Sawa kabisa. I say. Hapa naona ujenzi unaendelea. Hapo sasa tunaelekea Kimara hapo. Kimara. Kimara nilikuwa kuna kipindi ilikuwa ina trend sana Tanzania. Palikuwa panaitwa Kimara. Walikuwa wanapaita Kimara. No, kuna jina fulani hivi. Upande wa Gaza si hiyo imekaaje? Unajua kauli zinaingia maneno ya misemo ya vijana mingi. Jay-Z. Sasa kwa mfano mtu anaweza kuambia bwana hapo bwana hapo mbele baridi, mtu mwingine aliyotoka Moshi anaweza kujua mbele kuna baridi, kumbe mtu anambia ni fresh yani. Maneno ya mjini yani kodi za vijana wa 2000 wanajua wenyewe. Jay-Z. Kodi mambo ya misemo. Mambo ya misemo. Kwa mtu ambaye yuko mkoani kama mimi ambaye nilikuwepo, bwana ndio tunaingia Kimara. I see. Hii ndio Kimara. Ndio Kimara hapo. Sasa hivi nimekalii kabisa kwamba nikiwa naenda Mbezi au nikiwa natoka Mbezi nikifika hapa tu kwenye ili mjengo fulani, maana ndo mjengo wa kwanza tumekutana nao. Basi hapa ndo Kimara. Kimara. Na hiki ni kama kinini? Hicho ni kituo cha mwendokasi hicho. Kituo cha mwendokasi. Sawa. Hapo ndo stendi ilipoanzia kwa sababu kule kwenda Mbezi stendi huko hamna vituo. Ndo wanavitengeneza. Wanavitengeneza kabisa. Wanavitengeneza. Nice. Kimara penyewe una historia napo hata kidogo. Maana umeniambia umewahi kukaa hapo, umewahi kukaa maeneo ya Mbezi kwa huku chini. Nilikaa mara mawili. Kimara penyewe hujawahi kupasikia labda ilikuwaje Kimara au kabla kuna tukio gani hivi? Mambo ya kihistoria kidogo. Kimara yani wanio na historia yao. Kimara yani kama mtu yani Kimara yani kama kumaliza vile. Yani na mara ndio kaa Kimara yani mtu kama kamaliza vile Kimara. Kwa walikuwa wanamaanisha wamemaliza nini? Sasa ujenzi sijajua au miundombinu yao au vitu vyao walikuwa wamemaliza na kaita Kimara yani maana yake ni kama kumaliza. Maana yake kama Kisukuma utasikia na Maga Kimara. Najua Kibantu kinaingiliana. Mambo ya historia ya Kimara hiyo. Kimara nimemaliza. Hapa tunatoka Kimara hapa sasa. Tunaenda sehemu kunaitwa wananyoa wanasema Korogwe. Korogwe lakini sio Korogwe, Wasambali toa jina hapa kwa inaitwa Korogwe. Wasambali wenyewe wakasema Korogwe lakini wenyewe jina lao ni Wasambali ita Korogwe. I see. Safari ya leo nimependa sana kwa sababu hatujakutana na changamoto za mambo ya foreni huko tunateleza tu baba, simuona mabarabara alivyo hayo. Sio mchezo mzee. Lakini sijaona magorofa hata moja. Magorofa yapo lakini yapo pembeni kidogo. Watu wengi wanaogopa kujenga magorofa, naona kama ujenzi huko mitai bado unaendelea. Naona baba anaweza tena kasogezwa isha kwa gorofa tena baba kasogezwa tena. Naona kama hapa kuna side road tena inatengenezwa. Na watu wengi waliingia katika njia za barabara. Najua barabara wana maeneo wameweka futi huku na huku. Sasa unajua hawajengi leo wala kesho. Kwa hiyo watu wanazidi kusogea. Mwisho wa siku watu wamekuwa sehemu eneo la barabara. Hii ndio Korogwe. Korogwe. Maisha ya huku Kimara unaweza kufananisha kidogo na mkoa gani? Kimara bwana, maisha huku huku Kimara lazima ujipange kwa sababu Kimara Mwombani chumvi huku. Huku ni kama unaishi Masaki, yani kama unaishi Ushuani. Kwa nini? Kimara tofauti na Tandale ujue. Tandale unaweza kaenda mtu kamwomba chumvi nini, lakini Kimara huku hauwezi kumwomba chumvi. Kwa nini? Unaweza hata msijuane na mtu. Kila mtu akiamka yuko busy, hana time na mwenzake. Nataka nijue kwa nini. Huku anaishi maisha ya kisasa. Maisha ya kisasa? Maisha ya kisasa. Maisha ya kisasa yani kila mtu akiamka yuko kivyake na maisha yake tofauti na mtu mwingine. Sababu kutokana na umbali wa nyumba au labda. Hapana, watu wako serious. Unajua kuna mtu mwingine anaona marafiki yani nimemkaribisha hapa, unaanza kuwa unafiki siku 2-3 kwa mtu anakuwa na mipango yake. Kwa lugha rahisi naweza nikasema watu wa Kimara sio Waswahili. Sio Waswahili yani. Lakini wewe unahisi kipi ni sahihi? Yaani kuwa social na watu labda maisha ya Tandale au maisha ya Kimara? Sasa unajua kuna watu wameshazoea maisha ya kuishi peke yao na kuna watu wameshazoea maisha ya mchanganyiko. Unaona kama mimi ukiniambia nje ukae Kimara siwezi. Sasa mimi nishazoea Tandale kidogo, mara nimeona utumbo mara hivi na hivi. Kwa hiyo sasa Kimara mimi siwezi. Huko naweza Wachaga. Wachaga unajua umejipanga. Mchaga anaweza katoka Moshi akaja hapa akalipa hata kodi ya miaka 10.
Kisha jipanga nikaja kutafuta maisha. Na ndio maana jamaa wanafanikiwa sana Wachaga. Wachaga kwa serious sana maisha. Kina Mangi. Kina Mangi. I see. Yangu pia anaitwa bwana nataka kunitoka director anaitwa shoot hapo, nataka kumsahau. Anaitwa ngoja kumchungulia Instagram hapa. Anaitwa Jola Msumari. Huyu bwana Jola Msumari pia ni watu wa ni Mchaga kwa lugha rahisi. Kuna itikadi fulani hivi akikwambia za kimaisha, kwa unasema hii akili imetoka wapi? Hapa tuko maeneo gani? Hii bwana ni Bucha hii. Bucha. Tulianza na hapo Korogwe. Bucha. Bucha. Sema jina ya huko kidogo yako yananipa ukakasi. Kwa nini? Sababu ukutana na Korogwe unakosa labda uulize maana yake ni nini. Bucha kulikuwa kuna bucha au mabucha ya nyama hapa, alikuwepo mengi mabucha. Yalikuwepo au yapo mpaka sasa? Yalikuwepo maana kimara yote zamani kwa kitafuta. Kwa ukitaka nyama lazima uje bucha. Ila sasa hivi sehemu nyingi zipo mabucha. Ila zamani ndio hapa mtu anatoka shamba, anatoka huku chochoroni. Bana bucha liko pale, bucha ndio kaitwa bucha. Kuna tofauti ya bucha na machinjioni? Tofauti. Bucha ni sehemu ya kuuzia nyama, machinjioni ni sehemu ya kuchinjia. Sasa mbona walikuwa wanakusanya sehemu moja? Hawakuwa wanaogopa labda mvutano wa biashara? Hapana. Yaani hapa zamani mabucha unajua ilikuwa ni machache sana zamani. Mtu kufungua bucha hivi ya kuuza nyama ilikuwa ni vigumu, tofauti na sasa hivi mambo yashakuwa kidigitali. Sasa hivi unaweza kaagiza nyama kaitoa kwenye simu, yani huko nyumbani ukaitoa nyama kutumia watu wa delivery. Delivery kutumia application zao. Kwa hiyo hapo ni bucha. Hiyo ni bucha. I see. Unaona bwana. I see. Nipenda sana hii route ya leo. Bwana ndio Kimara huko Mbezi Luisi. Unajua siku ya kwanza nimeshuka Mbezi. Nimekuja Mimi nimekuja Mbezi nimekuja mwaka jana. Mwaka jana. 2025. Image ambayo nilitengeneza kipindi nashuka Mbezi. Ndio. Mpaka nakuja niambiwa nishuke Mbezi then nisogee mpaka Shekilango. Ndio. Yaani image yote sasa hivi sioni kabisa kama ni yenye kwamba nilipanda bajaji of course. Ndio. Kutokea Mbezi Luis pale mpaka Shekilango. Ndio. Image kabisa hii, yani sijui kwa nini lakini image sio hii kabisa, mbona hiyo. Hapa sasa unaona hii mitaa ni ya bucha hii. Hii Kimara bucha. Ndio maana nakwambia sijui kwa nini image imepotea kabisa, au ni kwa sababu ya ugeni na nini kwa mtu ambaye huwa anaingia mjini. Hapana, Dar es Salaam kila siku inabadilika. Kila siku inabadilika. Sio kalili ukasema niliacha pale kulikuwa kuna nguzo. Ukipita ujue nguzo leo imepitiwa, unakuta kuna kitu kingine. Kwa hiyo Dar es Salaam usikali Dar es Salaam kila siku inabadilika. Na unaona kama leo toka 2000 sasa hivi akija Dar es Salaam inabidi atafute mtu amshike mkono, atapotea. Ulizie sana. Ulizie. Eneo tulilopo ni tunaenda bucha hii. Bucha. Bado tuko bucha. Hii yote bucha hii. Sawa kabisa. Sasa unaona ni baruti. Tukabucha hapa ni baruti, mitaa baruti yote hii. Tumeacha hapa ni baruti. Tunatafuta sasa Kibo tukitoka baruti hapa. Naona mabasi yametoka mkoa hayo kama unavyoyaona. Yanaingia mjini. Na nimesikia hapa kwenye mitandao ya kijamii pia kwamba mabasi yote yanatakiwa yaanze kusogea Mbezi. Yaanze ruti tulizokuwa tunaziona zamani za zilizokuwa nafanyikia Shekilango. Sio mabasi mengi yamejaa Shekilango pale. Sasa hivi zinasogezwa wapi? Mbezi. Zinasogezwa Mbezi. Kuna watu hawatapata ugumu labda kwa wanatoka kule wale wazoea mpaka. Kwa kweli hata kwa mimi hata stendi kisogeza Mbezi kwa upande wangu mimi mwenyewe nitapata ugumu sana. Unajua tushazoea, ujue unapanda gari sehemu lipo. Leo unatoka zako umetoka Tandale, unajua nikifika pale Manzese pale nitakutana na mabasi, nitapanda pale Abudi, nitakutana na Shabibi pale Chapu Katalama. Chapu kwa haraka. Sasa mambo ya kupeka Mbezi sawa, stendi ziwepo za watu binafsi na pia yapo stendi ya serikali. Ina maana basi kitoka kama stendi labda ya mtu binafsi inapita pale, inaacha mapato, inatembea.
Ila lazima ipite Mbezi. Lazima ipite Mbezi, lakini sio mpaka tote tukapandie Mbezi. Ila lazima tu hiyo inapita pale Mbezi. Lazima ipite pale, kama kuna kodi ya serikali inaacha pale, chuma natembea. Unaona kama sasa unaenjoy Gongo la Mboto, mtu anapanda basi. Kati sasa unahangaika na mizigo. Hivi kweli mwendo kasi anaweza kabeba maviroba uje nao mpaka stendi basi. Huwezi. Inakuwa inaua mzee. Mkoani pia ipo. Mkoani. Hii ya kufuata nani basi stendi. Zipo, watu washaendelea sasa hivi mzee. Watu wamesogea mbele. Sawa kabisa. Hiyo unapoiona hapo tunaenda nani sasa hapo? Hapo ni Baruti. Ubungo hivi. Hapo Ubungo mzee. Shuka Ubungo. Ugome hala kidogo. Unajua hii gari mzee inatembea sana. Inakimbia. Sasa hapa Ubungo unavyoona hapo juu ya flyover. Interchange ya Tanzania. Nyuma Kibo tumeshaipita. Tumeshaipita. Mzee unajua gari inakimbia sana hii gari. Inakimbia na hao si ndo tunapiga stories. Tunapiga stories sana bwana. Bora sasa wangu. Imejengwa mwaka gani interchange? Hii bwana, hii kipindi cha Magufuli imetengenezwa interchange. Imesaidia kupungua kwa foleni? Imesaidia sana. Interchange hizi zingepatikana hizi kama 10 kwenye sehemu migogoro ya foleni. Mfano kama Moroko. Umeona bwana? Magomeni. Umeona bwana? Pale Buguruni pale. Niongezee Mwenge. Basi foleni zinakuwa zimeisha, watu wanaenda kwa wakati. Gari nenda kwa wakati. Hii tupo ni Ubungo, tunatafuta hapo Shekilango. Mjini hapo na tunaingia sasa. Shekilango. Simona magorofa mzee. Yameanza sasa. Shekilango hiyo. Shekilango. Unaona hapo kuna foleni. Hapo mbele kuna mataa. Makuti Handeni. Basi haya. Gari la Handeni hilo. Ndio anasogea Shekilango. Magari yanabeba zigu haya. Zamani umeniambia stendi ilikuwepo na nini? Ilikuwa Ubungo. Maeneo gani? Hapo tulipotoka hapo nyuma hapo. Unaona hapo kwenye flyover hapo. Panda kushoto pale kwa stendi hapo. Ambao sasa hivi kuna soko la kimataifa. Kumbe baada ya kuhamishwa stendi ndio ikajengwa soko. Nimeliona soko kwa pembeni. Hata mtu anayeangalia hapo nadhani upande wa kulia, upande wa kushoto. Lakini mimi kwa plani zangu hilo soko la kimataifa ndio itakuelekea kule Mbezi. Afu stendi mabasi kaya hapa. Ingetosha vizuri. Acha ungeongeza bwana, hapa kuna maeneo makubwa. Serikali ina hela, ikiamua kumvunjia huyu navunjwa, nasogea mbele, stendi naongeza. Ingetosha kweli? Ingetosha vizuri. Unajua kama nimeangalia vizuri, tulikuwa tunatoka kule nyuma. Ile stendi ni kubwa sana. Kubwa sana. Pia hata hii stendi ya mkoa kwa nyuma kuna sehemu kuna maluli. Na maana serikali ikiamua kumhamisha mtu sinampa hela bwana. Tunaongeza stendi. Najua mzee Mbezi. Mbezi stendi imekaa kidogo mbali kidogo. Kwa watu wa mjini inasumbua sana. Lakini unaamka bwana, unaenda Shekilango hapo, unakamata achuma. Umetoka na maviazi yako midudu, unashuka Shekilango hapo, unachukua, unaweza kusema acha nitembee kwa miguu nune niingie nyumbani mwa Nyamala. Unanuna na begi lako. Haya, umefika Mbezi ndio nauli imeisha. Unakujaje? Inakuwa ngumu. Ndio unakuta unamwamkia mtu sana mdogo wako, anamwambia shikamoo mzee, bwana nisaidie lift. Hapa bado tuko maeneo ya Shekilango. Na hiyo Shekilango yenyewe jina lake limetokea wapi? Shekilango, sheki. Lango, labda sheki lililanga, mlango ni sheki pale ndio inaitwa Shekilango. Inawezekana kwa hivyo mzee. Bwana basi wewe. Ili kwamba ilikuwa je snadi kwamba Shekilango, mlango ni sheki pale hata kwa Shekilango. Tunajua milango ya dadali ya Aisha zamani kwenda sheki, unapeleka mbele unarudi nyuma. Shekilango watu wao Shekilango. Bwana basi au hauna details kwa umakini. Lakini si unajua hivyo tunamaanisha je bwana. Labda unajua tunapofanya pia hivi inamsaidia pia mtu yule ambaye anaweza kutuelimisha. Akaja kwenye comment pale akatuambia tuambie sisi tumesema kwamba Shekilango ni kwamba ilitokea shaking ya daladala, mlango wa daladala ulienda mbele kwa Shekilango. Tuambie wewe hapo kwamba Shekilango ilikwenda maana gani mpaka ikaitwa au kulikuwa kuna nini mpaka jina Kaila likatokea?
I say. Kwa hiyo kama Shekilango ndio ilikuwa inasifika, maana mpaka sasa hivi bado inaendelea. Bado inaendelea. Kwa nanili kwa mabasi, watu masehemu nyingi ya vituo vya mabasi sio? Shekilango. Tutegemea kukutana na vituo vya kutosha sana, vya kutosha vingi. Na Shekilango hii imejaa vituo vya mabasi mpaka Manzese. Mpaka Manzese. Vituo tu vya mabasi. Foleni ndo zimeanza sasa. Unaona mambo haya. Barabara zimeanza kubana. Hapo mbele kuna traffic light. Hiyo traffic light inaenda wapi na wapi? Gari zinazotoka Kariakoo zinakunja hapo zinaelekea Sinza, Bamaga mpaka Mwenge. Lakini pia kuna Shekilango Road, kuna tulishai kuitumia nipi hiyo? Ndio hii Shekilango hii. Ndio hii hapa hii. Sio kama Shekilango Road. Tulishatumia Mlandizi Road. Ile ambayo tulikuwa tunatoka Sinza. Episode ya 8 nadhani. Ile inaitwa Mlandizi Road. Ile ambayo tulikata pale kwenye kona kona ya Mugabe. Tukanyooka hivi. Ambayo inaenda mpaka Sinza Afrika sana. Hiyo ni? Hiyo kikunja inaitwa, ukiingia njia kunja ya Tandani inaitwa Mlandizi Road. Ila hii hapa juu hii ambayo inakuja mpaka huko. Hiyo barabara ya Sinza tu za mtaa hiyo. Barabara ya Sinza za mtaa. Sawa kabisa. Bana, sisi tupo Shekilango. Sijui wewe unatuangalia ukiwa wapi. Sisi tunakwambia tulisheki. Shekilango. Ndipo kwa mkoani kwa najiuliza sana kwamba hivi Shekilango itakuwaje? Maana nilikuwa naambiwa unaweza ukashukia Mbezi au ukashukia Shekilango. Nilikuwa nategemea nikutane pia na stand, kumbe ni na stand za watu binafsi yani. Hapo unaona hapo mbele hapo utaona kuna Esther Safari. Mabasi mengi. Mabasi hapo kuna Penation, Kilimanjaro. Hapo nyuma kwetu kuna Abudi upande wa kulia huko anaenda Morogoro Luguru. Tuna Abudi. Umeona barabara traffic light inaipita hapo. Kwa hiyo ndio barabara ambayo inaenda Sinza. Inaenda Sinza. Wow. Umeona gari inakunja hapo. Nikia Sinza. I see. Na pia mkunjo ulivyokunja gari kama unageuka kuja mjini, unazunguka round unakuja kutokea hapa, unarudi tena Kimara. Umeona hiyo mzunguko huo mzunguko. Sawa kabisa. Kama jambo fulani ile imezunguka kwenye sehemu za watu. Na hizi mwendo kasi zinaenda wapi? Hiyo bana inaelekea hii hapo Kelia Kopsi, Posta. Ndio napo. Wewe Millennium wazee mmeamua kabisa kutokuita Kariakoo. Kelia Kopsi. Kelia Kopsi. Hiyo bana unavyoona ndio Shekilango hiyo, umeona mabasi hapo. Shekilango. Sawa kabisa. Shekilango. Naona mwendo kasi mengi. Na maswali ya mwendo kasi ninayo mengi. Siku moja nadhani tutatumia pia mwendo kasi. Hivi kwa nini kuna mwendo kasi ya kijani au zina maana gani? Mimi ndio sielewi. Kuna mwendo kasi ya kijani na blue. Kwa sababu yani wamewekeza watu tofauti. Umeona bwana? Sio serikali. Sio serikali, ni watu binafsi wamewekeza. Wameweka share kwa serikali. Bwana, mimi nitachukua barabara ya Mbagala, Kariakoo. Mimi nitachukua Kariakoo, Mbezi. Mimi nitachukua Moroko kwenda huko. Yaani watu wanagawana barabara. Kwa mimi naita gari zangu, na gari ziko tofauti. Unaona hizi za kijani, hizi za blue. Za kijani zinatoka maeneo gani? Hizi za kijani bwana hizi hapo Boma. Kwenda Mbagala. Ilala kwa kuna Mbagala, Posta, kutoka Mbagala unapata gari za kijani. Kutoka Kariakoo kuja Mwenge unakutana na gari za blue. Hii barabara maeneo ya nani? Na mwendo kasi zitakuwepo nyingi, tutakuja makampuni tofauti tofauti. Rangi gani ambayo unapendekeza sasa hivi nje na blue na kijani? Safari sasa nilikuwa naomba ije nyekundu. Na watu wa Simba kama Yanga. Watu wa Simba na nyewe wapate gari zao. Ilipo gari na Simba, ilipo gari na Yanga. Alafu mimi tu hata nitaka niongee na mkuu wa mkoa angalie haya magari ya shule haya. Sasa magari ya shule unakuta mtu mwingine mwana Simba anaendesha gari la njano. Magari ya shule hayo design mbili, hiyo jekundu na la njano. Wewe watu wa Simba wale gari lao. Watu ya gari ya shule. Hilo lisingefanyika kwa shule, labda lifanyike kwenye mwendo kasi. Na hata magari ya shule. Sasa unakuta wewe mwana shule, wewe unaendesha gari ya shule, wewe Simba. Lakini ukiangalia gari lopanda la Yanga. Nataka mlete mpaka kwenye mambo ya timu mshabiki kwenye masuala ya shule. Magari hayo design mbili bwana. Magari ya shule yaliyopo jekundu. Unaweza ukachagua kazi aise. Hii wapi? Hiyo sasa hiyo bwana yapo. Bado tupo Shekilango hiyo. Hiyo Shekilango tunaiacha sasa hapo. Hapo unaingia hapo Mabibo. Hiyo ni Mabibo. Hii ni Mabibo hii. Hii Mabibo. Nitajipa Mabibo hapo.
Sasa hapo napoona hapo tunaenda hapo sasa mzee baba. TikTok. Kitu hicho hapo mbele unaona ni TikTok. Hiyo Mabibo hauna tetesi zake zozote labda? Mabibo zamani kwa nini kumeitwa Mabibo? Kulikuwa kuna mikorosho mingi. Sasa watu wakaenda kuvuna kuchukua Mabibo. Sijui unajua Mabibo kwenye korosho wale. Mabibo kwenye korosho? Kwenye korosho kuna vitu vinaitwa Mabibo. Yani korosho ikitoka nyuma yake inakuwa ina bibo. Ile tunda unalitafuna ni unakula kama apple. Ndio inaitwa Mabibo. Hiyo ndio naisikia kwako. Haujaona Mabibo? Mabibo. Angalia sasa korosho ilivyo ina tunda lake mwisho. Korosho ipotoka nyuma yake kuna tunda inaitwa Mabibo. Ni tamu ile kuitafuna. Sio mchezo. Wewe. Kweli? I say. Kwa kuwa una mikorosho mingi sana na mikorosho. Finally ndo akapata jina la Mabibo. Mabibo. Hii yote ni Mabibo? Hii TikTok hii. TikTok. Hapo darajani hapa. Sasa umeona daraja hilo? Darajani Manzese. Watu walikuwepo Tabora, Iringa, Mwanza wanapajua hapo darajani Manzese. Hilo daraja juu hajabadilishwa bado liko vile vile. Toka mwaka? La zamani sana hilo. Hii daraja. Ndio la kwanza nadhani. Daraja la kwanza kuvuka hapa Dar es Salaam ni ile hapa. Panaitwa Darajani Manzese. Kwa ndo hapa sasa. Hapa kwa wakali wa Donto. Umeona hiyo daraja hilo? Sasa hivi tu wanafanyia mazoezi tena ya kupanda hapo. Watu wanakimbia, wanafanya mazoezi ya ngumi hapo. Sio kwa sababu ya kuvuka watu. Watu wanafanya mazoezi hapo juu. Watu hawaruhusiwi kabisa kuvuka. Wanapita wanaruhusiwa. Ila ni sehemu. Na watu waliokuja 2097 hapo. Hapo walikuwa napigwa picha hapo flash hapo. Napigwa picha hapo darajani flash. Unaambiwa utajia picha yako. Bei. Unalipa hela kama shingapi? 500. Picha ya zamani zilikuwa 500. Hapo Manzese hapo. Sasa watu wametoka kijijini wanachanganywa. Mtu kaja Msukuma kutoka Iringa, Mwanza huko anachanganywa. Kwa hiyo hii daraja lilikuwa kama kivutio cha utalii. Kivutio cha utalii. Yaani ukifika Dar lazima uende darajani pale. Hapo darajani Manzese. Bwana niko darajani Manzese mtajua ndio uko Dar es Salaam. Kama sasa hivi mtu akisema Ubungo, unajua hivyo. Anasimama pale. Sasa ndio ile ndio daraja lile Manzese. Ndio alikuwa anakuja pale. Mambo ya millennials yale. Kwa akija pale kupigwa picha ndo kaa hivyo 500. Pigwa 500 hapo. I say hiyo Manzese. Manzese yenyewe vipi yenyewe? Una nani details zake zozote za kihistoria? Na tumii nimekuta kwenye kuitwa Manzese. Sasa sijajua kwa nini kuitwa Manzese. Hivi kati ya kukaa ndani na kutoka nje, kipi huwa kina gharama sana? Kipi kinakugharimu sana? Kutoka nje. Kukaa ndani haina gharama sana. Kuna chakula itabidi ununue. Mpaka unamoka ndani na maana una kila kitu kipo ndani mama kukaa. Ndani inabidi uwe na umeme. Sasa kuna mtu mwingine atumie umeme, ana nyumba agizo. Tuongelee in general. Kukaa ndani ndo kuna gharama zaidi au kwenda nje? Nje kuna gharama kuzi ndani. Sababu ukitembea nje, ukibaki unatumia umeme. Hiyo ni ruku tayari. Badala yake ungeacha tu ukaenda mitikasi. Na ukienda mitikasi penyewe unatumia pesa. Utapanda gari. Utakunywa maji, utakula mchana. Kote unatumia. Kwa hiyo kwa fact yako wanasema kwamba vyote naona kama vinalingana. Hamna mbabe hapo. Hamna mbabe. Kukaa ndani pia gharama. Wewe utazunguka kwa mtaani lakini baadaye utakaa ndani. Na utakaa ndani lakini baadaye utatoka nje. Manzese. Manzese sasa tunaiacha hiyo. Ulisema kwamba Manzese? Manzese ni town kama unavyopaona. Basi hebu unaona pasikia hivyo kwa story. Pasikia Manzese. Manzese. Uswahilini. I say. Hii sasa unaona hii mitaa inaelekea mitaa Argentina. Hii ni maajabu. Naelekea Argentina na sioni gari kabisa. Hamna gari linalopita unajua? Gari zipo lakini ni chache. Najivuta mchana. Vuta. Hali yako ishatokea siku iko hivi kweli? Je kutokea. Kule muda wote. Yaani mnapishana. Movement. Argentina. Kuna mashabiki wengi wa Argentina. Au ilikuwaje? Inaonekana kuna mashabiki wengi wa Argentina. Kuna kumeitwa Argentina.
Unaona kama Temeke kuna sehemu kunaitwa Sudan. Temeke. Wanaweka tu. Gari zako hizo hapo za shule. Za shule hiyo. I see. Hivi viunga mtu anaweza kakaa kabisa. Mtu anaweza kakaa kafungua biashara yake au ni kwamba hapo ni hatarishi sasa kwa sababu gari inaweza kaacha barabara ikakufuata huko. Ukao umehatarisha maisha. Tafuta riziki ndugu yangu. Hapo sasa hiyo tupo mitaa Kagera. Kagera inda jamani. Watu wa Dar es Salaam Kagera. Nakwambia kuna majina huko yanatoka mikoani yanakuja mjini na mjini yanaenda mkoani. Hii Kagera inaonekana alikaa sana hapa watu wa Bukoba. Waya na Kagera. I say kina Iwe Wampeli wameniuna. Kina nani? Kina Iwe. Maana mwaya ukimwambia umependeza na kwambia hujaniona jana. Si jana alikuwaje? Katani zetu hao. I say kondo alikaa sana mitaa Kagera. Wametoka Kagera. I say hujaniona jana. Safari unaenda. Unaona hapo Kagera hapo tukiruka tuta hapo. Hapo kuna junction, unaona hicho kibarabara kinaingia kushoto. Ndio. Unaenda kutokea hapo Bawa Tandale. Inanyoka moja kwa moja. Sawa. Mitaa Kagera. Sasa hapo tunaikataa Kagera hapo. Kagera inaishi hapo. Hapo tunaenda sasa Mwembe Chai. Walikuwa wanapikia maembe chai. Mwembe Chai. Au ilikuwaje? Huo Mwembe Chai kulikuwa kuna mwembe chini, kulikuwa kuna watu wanauza chai. Subiri. Nataka tukianza Mwembe Chai tuanze kuziponda hizo story. Kwa tunaimaliza kwanza Kagera. Hizo sasa Mwembe Chai hiyo sasa. Tumeianza. Kulikuwa kuna mwembe na mtu alikuwa anauza chai mwanamama chini ya mwembe. Kwa bali hebu nishushe pale kwenye mwembe wenye chai pale wanauza chai. Sasa unajua sio ile Mwembe Chai. Ndio. I say ikawa tayari imetengenezewa kitu. Mwembe Chai. I say Mwembe Chai. Mwembe wa chai ule. Nishushe pale. Na hapo kushoto hapo napoona magorofa ndo zamani zilikuwa kota zile za zamani zile. Kota za Magomeni. Za Magomeni. Ziko upande wa kushoto hapo. Walikuwa naishi na nani? Walikuwa naishi watu kwenye makota hiyo. Ni kupanga. Nyumba za kupanga. Sasa hivi unaona ameboresha migorofa. Hiyo Mwembe Chai tunaanza tunaikataa sasa. Ndio. Hii sasa hiyo unaona hii yote ni Magomeni. Kuanzia hapa Migomago. Magomeni ni maarufu sana kwa jambo gani au shughuli gani? Magomeni hapa kuna vitu vingi Magomeni. Magomeni ni mjini hapa kipindi nahisi wewe hujaja Dar es Salaam kwa tunaenda sasa kuruka kwa Macheni. Ndio ni kwa Magomeni kwa Macheni hapo. Unaona bwana, na Magomeni hapa unajua kumekucha yani. Unapozungumzia Magomeni yani tuseme kama huko Zanzibar ni pale town pale. Magomeni kulikucha toka zamani sana. Tofauti na Sinza na Manzese. Yani imeanza Magomeni na Manzese, Sinza ndio imefuata. Kwa biashara kwa maana hiyo. Yani kukucha hata kwa starehe zamani lazima ufike Magomeni. Klabu zenu klabu ya Magomeni. Unaenda Kinondoni ndio kumekucha. Yani Sinza kulikuwa shamba kule. Sasa Sinza kwa wajanja kilikuwa kwa maboya kule. Kuna siku moja ulisema kwamba Sinza sawa na nini ya Mambele kule? Miami Beach. Watu walicomment sana wale wakasema kwamba hamna. Kulikuwa kuna klabu gani huko ambazo mlikuwa mna bei nyinyi Millenniums? Huko Magomeni? Sasa nilikuwa naenda sana hapo ninapokuambia hapo kwa Macheni. Ilikuwa klabu. Alafu hapo kuna Traventen hapo alikuwa anapiga mzee Yusufu jahazi hapo. Wanajua wenyewe wazee wa jahazi hapo. Ijumaa Jumamosi tulikuwa tunaruka sana. Siku zote tatu. Huyo babu huyo alikuwa sio mchezo. Mzee Yusufu kipindi chake. Sio mchezo. Kwa nini mmefaidi zaidi ya sisi? Tumefaidi mzee. Unajua club sasa hivi? Unazijua club sasa hivi? Nyinyi mnasubiri sisi zamani ilikuwa mambo yananoga baba. Hapo mzee. Sio mchezo. Hiyo Magomeni ndio. Hiyo Magomeni hapo. Hapo tunakutana. Kuna soko hiyo. Soko hapo la kisasa la Magomeni. Bonge moja la soko.
Kama unatoka mkoani ukiambiwa sokoni pale usiingie. Uwezo kaamini kama ndani kuna nyanya, kuna karoti. Kwa ukubwa. Ilivyo ile dude unavyoliona. Hapo ni mataa makubwa hapo Magomeni. Ukikunja kushoto unaelekea Kinondoni, kunja kulia unaenda Ilala, tunanyoka Kariakoo Ilala. Hatimaye tumefika. Sasa hiyo Magomeni inaitwa Magomeni Mapipa. Hii baada ya kuvuka mataa. Kuvuka mataa. Ita Magomeni Mapipa. Sasa wenyewe kumeanza kuchangamka. Hapo ndio nakwambia ndo kwa Macheni hapa kwa sio mchezo hapo. Hiyo Macheni iko wapi hiyo? Hapo mbele hapo. Unaona ile gorofa ile unaona kubwa ile? Kimeza hapo mbele kwa kuna Macheni, kwa Macheni hapo. Umeona hapo? Ni ile gorofa ile kubwa unaona upande kushoto ile. Hapo mbele kuna kwa Macheni hapo club ya hatari. Ya hatari yani. Imezidi kipi? Club sasa hivi hiyo Macheni. Sasa kipindi cha Macheni kidogo Dar es Salaam ilikuwa haijaendelea tofauti na sasa hivi. Hivi unavyozungumza kipindi cha Macheni, hawa jamaa anajiita Klaus walikuwa wapigisha disco inaitwa Nyuki DJ. Wapi hapo? Tanzania hapa Dar es Salaam. Kulikuwa mna Klaus inaitwa Nyuki DJ wapigisha disco. Kipindi hicho nakwambia ilikuwa kwa Macheni hapo. Ndio ilikuwa linapigishwa hapa. Wanakuja na kupiga hapa, mara hapo Kinondoni Nyuki DJ. I see. Zamani mlikuwa mnaburudika pia. Ndio naburudika mzee. Wewe mzee Yusufu ndio alikuwa anakiwashia hapo. Alikuwa anakiwashia hapo jahazi. Hapo nyuma tulipotoka katika ile soko namba soko hilo. Nyuma yake kuna ukumbi hapo. I see. Hii yote Magomeni Mapipa. Hiyo Mapipa hiyo. Ndio tunashuka hapo chini hapo Jangwani. Walochukua jana. Nasikia Jangwani. Sio Jangwani sio wana Simba wale kufanya nini? Ndio tunapoenda sasa. Waliingia na Simba hapo Jangwani. Walienda kunya. Misha siku Zanzibar ameenda kutawazwa. Bwana nyote nikapawone kwanza Jangwani. Bwana tunaelekea Jangwani. Walipofanya ndugu zetu sasa tuliwaambia nyinyi jisaidieni Jangwani, tunda kwa tawaza Zanzibar. Simona wamekuja wameosha vizuri wametulia. Kimoja cha mbwa. Kimoja tu. Bana ngoja nikapaone. Binafsi ni kwaga napasikia tu Jangwani, sijai kufika. Ndio hapo tunapoelekea mbele. Hivi Jangwani ndo makao makuu ya nani? Young Africa. Young Africa. Sawa kabisa. Jangwa, kwa kuna jangwa. Jangwani. I see. Shabiki wa Simba popote ulipo, sogea Jangwani. Shabiki wa Yanga pia ulioko mkoani au hujawahi kufika Jangwani, sogea hapa. Tukapaone wote Jangwani. Tunapoelekea hapa alipokunya Simba, utawaona hapo Jangwani hapo. Ase. Ujenzi wa barabara pia bado unaendelea. Hapa mzee, sasa unavyoona hapa. Barabara inapita juu mzee hapo. Umeona hapo ujenzi hapo? Wapi? Zinapita juu barabara hapa kote hapa. Sijaona hiyo barabara ya juu. Ndio inatengenezwa, unaona nguzo hizo hapo mbele. Unaona hizo bati hizo? Unaona nguzo hizo. Unaona hizo nguzo hizo? Hizo nguzo zinatengenezwa hapo. Wakishamaliza hizo nguzo, wakishamaliza wanakuja kupachika madaraja juu. Sababu na ujenzi wa kisasa ni. Yaani sasa hivi wanachofanya watengeza pembeni nguzo, wanakuja kuzipachika juu, daraja linaisha. Hiyo ni kwa ajili ya SGR au? Kwa sababu ya nenda kwa wakati juu zipite. Mwendo kasi? Zinatakiwa zipite juu. Hii daraja vipi? Hapa kwa unaona hapa chini, hapa panasumbua maji. Na ndio maana unaona zile nguzo. Kwa hiyo gari zitakuwa zinapita juu. Zote au ni gari zote mwendo kasi za kawaida zitakuwa zinapita juu. Kwa hiyo hii barabara itakuja itolewe. Hii itakuwepo lakini kipindi cha mvua itakuwa itumike. Sasa kwa nini wameamua waweke tena juu? Itakuwa hatari, unajua kuhandle vitu magari kila siku. Hapana, barabara za juu zinakuwepo na chini zinakuwepo. Na maana kama mvua zikija, magari yatakwama, watu wataenda mjini kwa wakati. Kama Tanzanite, kama Kigamboni. Nilikuwa sijui najiuliza vitu gani. Au kwa sababu unaona upande huu wa kulia hapo unapokuambia Jangwani walipokunya na Simba. Ni wapi hapo? Upande wa kulia huko. Upande wa kulia ni Jangwani. Jangwani kwanza hapo unavyoona hapo. Yote ni Jangwani upande wa kulia huko. Kwenda huko. Umeona hizo nguzo za kuonesha za barabara? Ndio tunatengenezwa hapo uwanja wa juu kama gorofa. Inakuwaje? Uwanja unachengezwa hapo wa Yanga hapo. Unatengenezwa huu upande huu. Upande wa chini hapo, lakini uwanja utakuwepo juu. Yaani uwanja unaikuwa nguzo unatengenezwa juu kwa juu. Eneo kama lina maji? Lina maji hapo.
Sawa kabisa. Hapo kwa sababu maji yanayotoka sijui wapi yanapita hapa ndio yanaenda baharini. Kwa Jangwani ndio ile eneo washikaji zetu walienda kufanya mchongo. Sawa kabisa. Hisi tunaimaliza sasa Jangwani. Sasa hapo ni fire hapo. Fire. Kuanzia kwenye hii vumbi. Hapo ni fire hapo tunaenda kwenye barabara kubwa hapo ni fire. Fire moto. Fire. Ukikunja kushoto hapo naenda Muhimbili hospitali. Kwa mbele? Barabara kubwa kwenye traffic light hapo. Ukikunja kushoto unaenda Muhimbili hospitali. Ukikunja kulia unaingia Kariakoo ndani sokoni. Bana 2030. 35. Naiona Dar es Salaam ni moja kati ya miji inayoendelea kwa kasi. Developing tena kuwa developed kabisa, kwa sababu unajua kupitisha gari juu maeneo ya mjini kama hivi ni cost moja ya hatari sana. Ndio. Alafu ni view moja kali sana. Au unasemaje? Sasa umeona sasa hapo. Traffic light hapo kunja kushoto naenda Muhimbili hospitali. Muhimbili hospitali unaenda paka ile barabara ile ya kurudi Mwenge mpaka Tegeta. Yenyewe naipatia hapo. Umeona hiyo ndio nakwambia Muhimbili. Mnakutana mpaka na barabara ya Tegeta. Unaenda kutokea Salenda, njia inatoka Posta unaelekea Tegeta. Sawa kabisa. Pata kwa faa, umeona kama unavyoona mataa jaruhusu tuvuke. Na hapo tunasubiri taa. Tunakata au tunanyoka? Tunanyoka. Nanyoka Jora, tuko vizuri huko ndugu behind the camera. Sawa, we are going to kumaliza gari zinazoenda hivi zinaenda na nini? Unaona hiyo dada unaiona hiyo? Hii inaelekea Masaki. Hii ni ya Masaki Kariakoo. Kuna njia pia na nini? Masaki Kariakoo. Umeona magari mengi Masaki Kariakoo. Hapa tunanyoka hapa ndio fire sasa. Hii ni fire. Na hilo gofu panda kushoto hapo ndio wenyewe fire wako huko ndani na madudu yako kuzimia moto. Kumbe fire ni sehemu ya kuzinani? Yamo magari yao. Ile jengo la fire hilo. Kumbe fire ni sehemu ya magari pia na nini kituo chao kilipo cha kuzimia moto. Ndio maana kaitwa fire kutokana na hao. Sawa kabisa. Fire. Umeona hapo tukimaliza hapo mbele kituo cha mwendokasi. Kikunja kushoto hapo ndio ndio Kariakoo Baresa. Kariakoo Baresa. Baresa. Kwa Baresa. Kipindi hicho 98 99 siku ya sikukuu ndo tulikuwa tunakuja kununua hapa koni zile. Zile zinapatikana wapi? Zinapatikana hapa kwa Baresa hapa koni. Baresa. Yaani kama unaenda kwa bicha ni kustarehe ndo hapa zamani kwa na janjoto wa mjini Kinondoni kutoka Tegeta. Siku ya sikukuu naenda kwa Baresa kula koni. Tuka kule kwa ajili ya koni tu. Hii ndo Kariakoo. Tumeshaanza Kariakoo? Hii ni Kariakoo. Baada ya fire pale. Mbona matatu navuka hayo. Zamani palikuwaje huko? Maana magorofa yanaonekana ya kitambo kidogo. Mengi hapana, mengi ni mapya, ya kitambo ni machache sana. Na magorofa mengi ya mapya. Kuna hapo sisi tunakunja hapo tunaingia kulia. Kumbe tunaingia kulia. Tunaingia sasa Kariakoo. Lakini sisi tulishusha njiani. Kuna mtu ibidi tunaenda kukutana naye hapo, kuna mtu mwingine, kuna kituo hapo. Tulishukia hapo, tutaonyesha hapo. Hiyo mitaa Kisutu hiyo Kariakoo. Kisutu Kisutu mwenyewe napasikia sana. Ndio Kisutu sasa. Nadhani sasa sisi eneo letu la kushuka ndio likali limekaribia hapo. Jamaa ameshikia kitu fulani hapo mbele. Director anacheza na mimi tu. Ni giza tu. Sasa shikia hapo kituo cha mbele hapo. Basi bado tulikuwa tumefika hiyo basi. Hiyo ndo Kariakoo unavyoiona. Hiyo ni mwanzo kabisa. Kariakoo town hapo. Kashuka hapo na mtu unakutana naye hapo muda hapo. Huyu hapo. Yes, bana nimekutana na mwenyeji wangu hapa wanamuita Bado Jero. Sasa mwanangu nataka tuizunguke Kariakoo kwa mitaa unayojua wewe. Au vipi bwana? Waeleweshe watu au vipi? Wewe ndio mwenyeji wangu. Mimi naitwa Bino. Asante. Sawa nini yo? Asante. Maisha yakoje huku mwanangu? Maisha ndo kama hivyo ndugu yangu unavyoona. Tuvuke hapa kusudi tuvuke kidogo hapa.
Maisha yako fresh kabisa. Kwa hiyo mchaka unaendelea. Maisha yanaendelea kama kawaida. Kwamba kwa nini umejiita Badojelo sasa? Bwana, Badojelo ni kutokana na kazi yangu. Udereva au unajua. Unapiga udereva? Sawa kabisa. Hii Kariakoo umekuja mwaka gani? Kariakoo bwana, mimi 2000 kama na 14 hivi au 13. 2014. 14. Na hii ni mitaa gani? Hapa huu ni mtaa Lumumba. Mtaa Lumumba. Lumumba? Before nilikuwa nakusikia sana. Una nini huu mtaa mpaka umeitwa Lumumba? Mtaa bwana, kutokana nilipewa jina la kiongozi sijui Patrick Lumumba. Ndio maana unaitwa Lumumba. Kuna kiongozi anaitwa Patrick Lumumba? Ndio amepewa jina. Kwa hiyo hapa twende wapi? Twende huku au? Nakusikiliza wewe, tuipate view ya Kariakoo kwa udogo. Maana unajua leo tumetoka mbali, kwa hiyo tunataka tuipate kwa udogo. Ina maana hapa tunaenda mpaka vile nini, tukifika pale tunaingia hivi tunarudi sokoni Kariakoo hivi. Hii Lumumba tunaenda mpaka wapi? Pale mbele pale Mnazi Mmoja. Mnazi Mmoja? Ambao ni pale kwenye mataa pale tunarudi hivi kama tunaenda Uhuru. Fika pale tunashuka tunaingia soko la Kariakoo. Kutoka pale unaweza kaenda Msimbazi. Hii tumeshushiwa sisi haya maeneo. Pale nilipo kukutia pale. Ndio tumeshushiwa pale. Hii barabara tukinyoka nayo inatokea wapi? Inatokea hii inaenda mpaka mwisho, inaishia barabara ya Nyerere. Inaishia? Barabara kwenda airport. Nyerere Road. Huko juu? Huko inaishia Morogoro Road. Morogoro Road. Yes. Sawa kabisa. Basi ndo Morogoro Road, si unajua tumetoka nao nani Mbezi, maana sisi tumetokea Mbezi kule. Ndio. Kia Mbezi kabisa. Kwa ndo mnashukia hapa. Tumeshukia hapo. Alafu sasa tumedondoka hapa sasa, tunataka tuijue Kariakoo. Ndio. Kariakoo. Hivi Kariakoo inaanza kuchangamka saa ngapi? Kariakoo bwana inaanza kuchangamka kuanzia asubuhi. Asubuhi ya saa ngapi? Kuanzia saa 1 watu washamka, ni mpela. Unajua maisha ya Tanzania bwana. Asubuhi tu kucha watu kama kawaida. Kwa hiyo nikija saa 12 siwezi nikakuta pamechangamka. Saa 12 asubuhi? Unakuta bado kumechangamka, kutoka kuna watu wengine wanaingia kazini saa 11 alfajiri, saa 12, saa 1, umeona? Kama sisi wenyewe tunaingia saa 1 sababu hatujaajiriwa, hatuna kazi ya mtu. Umesema unafanya kiasi gani ya kuendesha? Mimi dereva. Dereva. Sawa kabisa mwanangu Badojelo. Jumla ina mitaa mingapi? Maana huu ni mtaa mmoja tu Lumumba, Kariakoo yote. Mitaa mingapi? Kariakoo kwa kuhesabu mitaa sijajua, ile ina mitaa ni zaidi ya 50. Wewe? Mitaa mingi sana. Zaidi ya 50 mzee? Nafika. Nitajie mitaa 10 tu. Ambao ni mitaa mikubwa. Mitaa mikubwa ya Kariakoo. Kuna mtaa yenyewe wa Kariakoo. Kuna mtaa Lumumba. Uko wapi huu wa Lumumba? Mtaa Lumumba. Mfano huu hapa mtaa nani? Huu mtaa wa Grey. Huu mtaa? Mtaa Pemba huu. Mtaa Pemba? Huu hapa huu. Mtaa Pemba. Hii hapa Grey. Hii ya Grey. Hapa tumehama Lumumba. Tuko mtaa hii ndio inapoishia huku. Hii hapa mtaa mfano wa mtaa Grey unashuka mpaka Posta unafika. Kumbe Posta ni huku? Na upande wa huku mtaa umeishia hapa kutokana na hii sio hospitali, hiyo hospitali hapa. Sijaelewa, ila mtaa unaenda mpaka kule chini. Sawa kabisa. Na huku ni wapi? Huko ni Agree kwenye masuala ya vyombo. Unataka vyombo, nguo, mashuka nini? Huko ndio kwenyewe. Na hapa tunaanzia wapi baada ya Lumumba? Lumumba? Tuko Lumumba hapa? Tunaenda wapi, Agree au? Hapa tunaenda sokoni Kariakoo. Inabidi tunaenda hivi tukazunguka kwenda sokoni. Inabidi tukakatie kule mbele. Sokoni kwenyewe tunaweza tukakatisha hapa. Sawa. Tunaweza tukakatisha. Tunapita hivi, tunapita barabara Uhuru mpaka Swahili tukifika pale tunashuka nao. Bwana hapa mtu ambaye sio mwenyeji anapotea kabisa. Kupotea lazima ni upotee kutokana na jinsi mitaa ilivyokuwa mingi. Unaweza ukapita mtaa huu ukarudi ukashindwa kuelewa kama mtaa huu ndio ulopita ukapoteza mtaa. Dewani unadondoka kipande hiki kupotea kweli? Kupotea nishapotea sana, sababu mimi ramani yangu ilikuwa soko la Kariakoo, lakini nakuta ushachukua mzigo wa mtu ushabeba. Unatoka soko la Kariakoo, ukitoka kurudi ni shughuli kutokana na mitaa yenyewe jinsi ilivyo. Ila baada ya kukaa kwa kuanzia mwezi wa kwanza wa pili nikawa nishazoea mitaa yote ya Kariakoo. Unaona hapa ni na Mnazi Mmoja, stendi ya Mnazi Mmoja. Stendi ya Mnazi Mmoja ndio hiyo? Ndio hiyo hapa. Bwana mtazamaji, hiyo ndio stendi ya Mnazi Mmoja
Naweza kuonyesha kidogo stendi ya Mnazi Mmoja. Posti hapa tunaenda wapi? Tunaingia hivi. Tunaingia hivi. Tukatia hapa au? Tunakatia hapa. Oya, twende zetu kabla magari hajawa mengi. Hapa ndo tunaingia mtaa Uhuru. Mtaa Uhuru. Na yenyewe vipi tena? Agrey umesema ule mtaa Lumumba umesema ilipewa jina la kiongozi. Uhuru bwana unakaa nani? Ndio mtaa yenyewe sio kwa ajili ya uhuru bwana, ama kuna shule Uhuru mbele huko. Mtaa Uhuru. Ila najua tu unaitwa mtaa Uhuru. Tunaingia mtaa Uhuru. Tumetoka Lumumba. Baada ya hapo hapa nafuata mtaa Sikukuu, mtaa Livingstone. Hata unao inawezekana ni jina la kiongozi ndio maana anaitwa Livingstone. Nishawahi kusikia hiyo. Hii barabara inapanda mpaka wapi? Hii hapa bwana inaishia Buguruni. Buguruni ya chini au hii ya kutokea? Buguruni Sheri. Buguruni Sheri. Sawa. Ndio mchanganyikiwa kidogo. Yaani sasa hivi ni mapema. Sio kwamba eti time imeenda na nini. Maana nikiangalia sasa hivi ni kama saa 10 lakini jua limeshazama huku. Au nimefunikwa na nini tena? Kutokana huku jua magorofa ni mengi. Kwa hiyo na maana anakuwa hata ikifika saa 11:30 unaweza kuona kama saa 12. 5. Okay basi. Unakulaga? Hamna shida. Shika hapo. Vipi mzee wa Simba? Kama kawaida. Tunatoboa msimu huu. Tunatoboa mdogo. Au sio? Wapi? Unapo mdogo nini? Zuia mwanangu. Yele. Maliza hiyo jewe nyingine. Fresh mwanangu. Kama magorofa? Kutokana na hali ya magorofa hii. Kwa maana ikishafika saa 12 kutokana kama kumetanda nani kutokana jua sasa inakuwa inazibwa na nani? Kumbe jua inazibwa na magorofa. Kwa lazima kuwe na giza. Hapa tunaingia Uhuru. Tuko Uhuru na tunaingia Uhuru. Hii Livingstone Azam Balesa hapa. Livingstone huku. Bana, ona na mtaa Sikukuu. Mtaa Sikukuu. Kwa makini. Mtaa Sikukuu. Hii Livingstone. Ndio bwana. Vitu vinachanganya kichini. Oya mwanangu, au mimi ndo sijakuelewa. Umesema kwamba huu ni mtaa Uhuru. Livingstone si hapo piga. Hiyo ya nyuma. Na uliosema kwamba mtaa kuna mtaa umeutaja hapo. Mtaa Sikukuu ni mtaa unaofuata. Wa Sikukuu. Sokoni penyewe Kariakoo palipochangamka kabisa ni wapi? Unaenda kuingia mtaa Swahili tunafika nao mpaka sokoni. Mpaka sokoni. Sawa kabisa. I say. Bwana hii ndio Kariakoo. Huku sijawahi kufika kabisa, nimezoea kufika. Unajua sisi ambao tunatokea kule maeneo ya Mwenge. Huwa mara nyingi tukija na zile gari tunaishia pale Ilala au Karume. Umesogea sana pale Karume. Kwa hiyo ukishuka moja kwa moja huwezi ukakutana na mitaa kama hii. Wewe ukakutana nao. Huwa tunashukia mtaa gani pale? Pale mnaposhukia kidogo juu afu tunaenda pale kuna China Plaza, kuna nini kituo pale. Hapa Uhuru China Plaza. Kuna kituo pale cha magari ya kutoka wapi sasa ukiwa unatokea Mwenge. Ni Machinga Complex kule. Ndio kituo kilipo cha kutoka Mwenge. Au Mnazi Mmoja. Huku ndo hakuna gorofa. Mtaa Sikukuu hauna gorofa. Maana jua limeonekana kwa national housing zote hizi. Wamekuja watengeneza magorofa mazuri. Uchafu wa zingui huku kutupa. Huko Kariakoo wanaofanya usafi wengi. Lipo kabisa. Kampuni zipo Kajenjele. Wanafanya usafi, kuna kampuni nyingine inafanya usafi. Huko uvuvi mtu hawezi kosa kazi da. Hawezi kukosa kazi da. Kuna kazi pia za usafi wako mwenyewe tu. Sana maana hao usafi inabidi kila siku inabidi wawepo.
Lazima kila siku anafanya usafi, anajitahidi sana. Angekuwa afanye asingekuwa hivi. Kweli. Kwa hali hii ambayo inaendelea hapa kwa shughuli za kila siku. Lazima shughuli. Kwa hiyo hapa tuko mtaa Sikukuu. Mtaa Sikukuu tumepita tunaenda mtaa Swahili ambao ndio tunatoka nao. Unashuka mpaka sokoni kutokea nani? Gold Star. Sasa mingine inachanganya kitu. Na hizi gari ni za kwenda wapi? Tabata, Kimanga. Haya Chang'ombe, Mwenge ambao tunatoka naenda Mnazi Mmoja. Kuna Segelea humu, Kinyerezi. Imechanganyana tu. Hivi kuna wezi gari yako? Wezi wapo. Unaona kama washakamata nini? Hapa ndo tunashuka kwenda nini? Soko ile pale. Kwa tunashuka hivi. Huko ndo panaitwa? Sasa kuachukua jamaa na kukamata nani wale? Director kuwazingatia wale. Huko ndo panaitwa? Mtaa Swahili. Mtaa Swahili. Ambao ndo natoka nani? Gold Star kwenda sokoni. Sawa kabisa. Basi hamna shida. Mtaa Swahili. Na penyewe pakoje huku Swahilini? Swahilini kama unavyoona kuna foleni, watu nini wako busy na biashara. Mpaka magari huko yanapita kweli? Magari yanapita japo kwa shida sana. Pashaanza kuwachanganyikeni. Kuna sehemu kule kweli tunaweza tukakutana na wako vizuri. Hapa ni banana sana, tutafute njia nyingine. Sokoni bana. Sokoni kwa hakuna mambo kama Haja banana? Hauda banana. Bana, tumo mtaa wa Swahili. Mtaa wa Swahilini. Wenye wanakuambia. Kuna siku haipiti hujapita mtaa gani? Yaani haiwezi pita, lazima mtaa upite. Yaani ni common kwa mtu yoyote, mfanya biashara, mwanaharakati wa Kariakoo lazima upite. Kuna mitaa lazima mtu upite. Watokana unasikia kituo gani cha basi. Wanaoshuka Gold Star lazima apite mtaa Swahili. Na maanisha mfanya biashara, yani mwanaharakati. Mwanaharakati kama wafanya biashara lazima apite mtaa Uhuru. Lazima ni kiasi. Lazima apite sababu lazima apite kule ingie huko sokoni. Ingie sokoni. Sawa kabisa. Hapa unaona kama mtaa Mchikichi unaenda mpaka Lumumba. Hapa tuingie wapi? Kulia, kushoto, kulia. Hii wapi tena ndugu yangu? Ndio tunaenda sokoni, soko ambalo ni hilo hapo hilo. Hili ndio soko la Kariakoo. Kariakoo. Jipya soko jipya. Basi tunakimalizia huko au vipi? Hamna shida. Majuma. Hivi asili ya Kariakoo ni nini? Kwamba Kariakoo ilitokana na nini? Kariakoo. Ilitokana na nini? Kariakoo ilitokana na nini? Jina lake kama jina. Hiyo asili ya kutokana na jina Kariakoo hata sijaelewa. Hujawahi kusikia hata? Sijawahi kufuatilia maswala. Hata za juu tetesi. Mimi najua tu Kariakoo ni sehemu ya biashara. Sababu mtu wote lazima atoke shamba huko, lazima aje Dar. Chuma inaitwaje? Buta. Atoke shamba. Sasa ni bidhaa gani ambayo siwezi nikaikosa huko Kariakoo? Kariakoo bidhaa zote zinapatikana sasa. Zote. Huko sio unataka nini lazima ukipate. Chochote ambacho unakitaka huko lazima ukipate. Wewe? Anakitaka mchicha. Mchicha unapatikana soko hilo hapo, soko kubwa. Nakosaje kitu? Imeshaanza kutumika? Ishaanza kutumika muda. Ndio soko la Kariakoo. Ndio soko la Kariakoo hiyo. Sasa humu ni wapi humu? Hii ni mitaa ambayo mtaa na Ng'ombe. Kuna mtaa Gogo hapo kwenye vifaa vya umeme kama hivyo. Hapa mtaa unafuata ni Tandamti ambao ndio mtaa wa sokoni. Umetoka Lumumba kaingia
Kaingia Livingstone. No, kuna mtaa tuliingia pale kwanza. Mtaa ambao tumeanza nao ni Livingstone. Na mtaa Lumumba. Kutoka Lumumba Livingstone. Livingstone Sikukuu tumefuata mtaa Swahili. Mtaa Sokoni. Huko penye pakoje huko? Huko kama unavyoona tunajua ndugu yangu soko ile hapo shafika. Taratibu ukoje huku? Labda kuna bidhaa gani huko ndani? Wewe jadesi. Bebe. Oi. Unasikia? Unasikia? Taratibu ukoje huko ndani? Labda unaenda kununua nini na nini, kuna bidhaa gani? Huko anapoenda kununua, huko kuna nyanya, kuna kila kitu yani ambao umehitaji nyumbani ya chakula. Nje inatokea wapi? Hii hapa inatokea Msimbazi polisi. Hii hapa inatokea Lumumba tukotoka huko. Shuke na hii basi. Basi malizie. Nipo kazini mjomba wangu. Msali huoni. I say. Kwa hiyo ni shortcut nyingine. Shortcut nyingine. Inje tungeweza kusika nayo pale. Lumumba. Sawa kabisa. Bana, soko ila hapo kama unavyoliona. Soko la Kariakoo sio? Unaweza ukalizunguka ukaliona lote. Kubwa. Piga view director jamani soko. Piga view soko. Piga view soko. Wafanya biashara wote watakuja wahamie huko. Washahamia. Toka lini? Toka mwezi wa 10. Sasa mbona bado wengine wako huko? Kuna hao huko ambao ni watu ambao walikuwa hawapo sokoni. Hawa ni wapya kwa hiyo. Watu ambao wako hapa. Habari yako mheshimiwa Pasa? Kwema ndugu yangu. Nakuja, nipo kazini, niache. Ndugu zako hao, ndugu zako. Mimi simekulia hapa ndo 2014 nakwambia niko hapa. Kama kawaida faza kuona maana asilimia nyingi ya watu wa huku wananijua. Nakufahamu. Jina lako lile. Huku nilikuwa naitwa Facebook. Nani? Facebook. Baada ya kufika gerezani kule ndo nikapewa jina la Barojelo. Huku sio gerezani, ni wapi? Huku ni sokoni Kariakoo. Sokoni. Shimoni. Kwa hiyo kuna sokoni, kuna kule gerezani huko. Gerezani huko anajihusisha na masuala ya hardware. Hardware tu. Kule ni masuala ya hardware. Hapo huku kwa sababu ya nguo kama hivi. Unahitaji ya sokoni kama vile mchele, unahitaji nini? Huko ndo panaitwa? Huko ndo panaitwa Kariakoo Shimoni. Kariakoo Shimoni. Alafu kuna sehemu gani nyingine? Kariakoo ukitoka hapa ni Jangwani na Karume tuko. Basi maeneo yanakuwa yameisha. Maeneo yameisha. Sababu hapa ukitoka gerezani kule kuna ukimwambia mtu gerezani anajua masuala ya hardware. Ukimwambia Kariakoo Shimoni kwa sababu ya masuala ya nguo nini haya. Maana nafaka ndio huku. Kwa hatujafika. Mbona hatujapita hata nani? Wapi kule unakofanyia kazi? Hatujapita, ni gerezani kule ndani. Gerezani? Hatujapita huko mzee wangu. Tutapita hivi. Tunapita Msimbazi hivi mpaka Uhuru pale. Kutoka pale ndo tunaingia gerezani. Kwa tumemaliza. Sawa kabisa. Kwa tunaingia Msimbazi hapa. Msimbazi polisi hapa. Ndo Msimbazi polisi. Sawa kabisa. Bana, hii mitani heka. Bado saa 11 ila mtaa heka mpaka ishe, yani mpaka ufike saa 4. Yani ndo kidogo inapungua kabisa. Ndo kidogo watu wanaisha. Kariakoo watu kuisha ni ngumu. Watu hawaishaki Kariakoo. Yani kwa hata uje saa 8. Watu hawaishi. Watu hawaishi. Wewe. Serious? Hawaishi. Ila wanapungua. Watu Kariakoo hawaishi ila wanapungua. Noma sasa. Na hamna eneo lolote lilopo free hapa, tumalize ndugu yangu. Lilopo free. Hapa labda twende hivi. Twende hivi Wenzetu. Ndio Kariakoo. Dar es Salaam. Dar es Salaam. Kariakoo hii. Mwanangu Facebook. Mwanangu Facebook au
Bado yellow. Au bado? Noma sana. Hapa tunaitafuta hii yote Kariakoo DDC, jengo ambalo limefunguliwa na Mama Samia miezi iliyopita. DDC kwa ajili ya biashara ya nguo. Soko la nguo nalo hii hapa. Soko la nguo. Ndio hii hapa. Kwa nguo zote nini? Yaani ukiingia mjomba wangu unaweza ukapotea huko. Soko kubwa sana hiyo. Juu na chini. Juu na chini kama unavyoona huko. Juu na chini, kwa kuna sehemu ya juu. Kuna sehemu kila aina ya nguo. Kila aina ya nguo. Ila kuna mkali, unajua kuna mkali wao anaitwa 47 Store. Namjua 47 Store. Nampata Nampata vizuri. Ndio mtu noma kabisa. Huyu mtu noma. Huyo ni mkali. Huyu mkali wa kodi. Huyo ni mkali wa kodi. Tuamini hata sisi pia. Simpingi. Ndio ubadi wake. Tuvuke chapu tuamie huko. Mtu noma kabisa huyu. Bwana hizi eka za huku mwanangu. Unasikia? Eka za huku twende kamalizie kule. Kule kuna sehemu ya junction na barabara nyingine kuu. Hii barabara kuu au barabara hii? Hii barabara kuu na. Hii barabara inaenda wapi? Hii ndio inaishia faya pale. Faya pale ndio inaenda barabara nini? Na Morogoro Road. Sawa, inaungana Morogoro Road. Hii ndio Kariakoo. Kariakoo. Chunga kugongwa. Kila sehemu watu wamebana tu. Kariakoo kila sehemu unapopita bwana. Heka. Kwa hamna sehemu tunamalizia. Hapa ni wapi? Hapa ni Kariakoo na sasa tuseme China ndogo, maduka ya simu. Inaitwa? Maduka ya simu kwa Grey. Maduka ya nini? Maduka ya simu. Simu? Maduka ya simu. Mtaa hii penyewe. Mtaa huo unafuata mtaa Grey. Bwana kuielewa yote hii kwa siku moja itakuwa ngumu tubuke. Ni ngumu. Kuielewa yote itakuwa ngumu. Hapa tumeshabana, nibane kwa huku. Atupata kila mahali. Hii unaitwa huko. Watu wako hao. Watu wako wanakuita. Wanajua wengi sana. Wanangu wengi sana. Wajua. Wanao kibao. Na wana kibao ni mbogani napopita wananiita. Wanangu sisi leo tuishie pale mbele. Ndio. Au vipi? Ana pale mbele kwangu na mataa. Malizie pale. Ilikuwa roundabout ya zamani ya Uhuru. Hiyo ndo? Ilikuwa roundabout ya zamani, ilikuwa na roundabout hapo na shule ya Uhuru roundabout. Shule yenyewe iko ndani. Nini? Shule ya Uhuru? Shule ya Uhuru. Hii roundabout ya? Zamani palikuwa na roundabout lakini baada ya kuweka mwendo kasi roundabout akawa ameitoa. Sawa kabisa. Sasa hivi finally hapa ni wapi? Hapa ni Kariakoo, mataa ya Uhuru panaitwa. Mataa ya Uhuru. Hapa unasikia? Natafuta eneo loko wazi kidogo. Hata kwa bodaboda hapa usi. Wapi? Kwa bodaboda. Kwa mna hapa tutafungia vizuri. Palipotulia. Tunamalizia wapi leo? Huku tulipita? Huku hatujapita. Huku ni wapi tena? Huku ndio Uhuru kwenye maduka ya simu. Maduka ya simu. Sharobaro. Oa. Hiyo mwanangu. Twende kamalizie pale hivi basi kwenye maduka ya simu. Tumepita kwenye maduka ya simu ndio huku. Tumepita kwenye maduka ya nini? Maduka ya simu. Labda tuingie huko kwenye maduka ya nini? Ya masuala ya shule haya. Shule. Kuna vifaa pia shule. Stationary. Habari kidogo mjomba. Wapya. Kwema lakini. Makuli ya leo anataka achukue habari.
Director, hujachoka? Kwa hiyo mtu anayepanda hizi gari anaenda wapi? Hapa anaenda hivi, anaenda feri. Anaenda feri. Anashuka chini. Wanaenda hivi au mwingine anaenda kugeuza na gari kutokana magari kujaa sasa hivi kwa muda wa jioni. Abiria ni kibao. Kwa mtu lazima akageuza na gari kama anaenda Kinyerezi, Segerea, Tabata hiyo. Lazima akageuza na gari. I say. Hapa tupo Kariakoo Kongo. Panaitwa kituo cha Kongo. Wanaitwa Kongo. Kariakoo Kongo. Kariakoo Kongo. Kongo. Kariakoo Kongo. Mtaa Kongo, mtaa nyeo hapa. Mtaa Kongo. Twende mtaa Kongo, twende mtaa Kongo. Mtaa Kongo nashuka mpaka huko sema kutokana na hapa fanya biashara huku na stationary ni. Kwa hiyo huku ni stationary huku. Sasa stationary ndio sifa mtaa Kongo. Mambo ya elimu. Kusoma huku ndio kwake huko. Kumbe wa Kongo wanasoma penyewe kuna foleni kichini. Hawa natoka hivi ndio hivyo kwa kwingine. Oye. Bana ila mbona kama pamepoa huko? Mitaa ya Kongo kweli naona vitu vya darasani. Pamepoa sio kama mitaa tuliyopita kabisa. Hamna vingia kugerezani kwenye hadi wewe huko nao. Na hiyo yote unajua ni wilaya gani? Ilala. Kumbe tuko vizuri Huku mbunge wetu Zungu bwana huko. Mbunge wenu Zungu? Anaitwa Zungu? Ndio mbunge wa Ilala. Ilala. Mheshimiwa Spika. Spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kabisa Mheshimiwa Zungu. Sawa kabisa. Unaona huko ma stationary tu. Tunaenda kumaliza sasa session letu washikaji zangu. Kwa heshima kabisa mtaa wa Kongo. Huku kweli ma stationary, huku kweli elimu imetawala, lakini naona pia kuna vifaa vya nini. Hapo sasa ndo unaingia masuala mahadi wewe. Ndo mitaa. Tunaingia kwenye mahadi wewe. Wapi kunaitwa? Huko ni gerezani sasa. Hapa tupo gerezani. Gerezani. Kuna gereza huko. Mpaka paitwa gerezani. Ni jina tu alipo. Gerezani, lakini mtaa wenyewe gerezani uko kule ila yote nimebeba gerezani. Gerezani. Mitaa penye ni wapi umesema? Huu unaitwa mtaa wa Lindi. Mtaa wa Lindi. Umeenda mpaka Ilala. Mpaka sawa, unashuka mpaka Ilala. Mpaka Ilala. Gerezani ni wapi? Gerezani, yani yote ni gerezani. Yote ni gerezani. Imekuwa noma sana. Sasa nadhani sisi kwa leo tuishie. Tumetembea sasa maeneo mengi. Tumetoka wapi? Tumetoka kuanzia Lumumba, tukazunguka mtaa wa Uhuru, kaingia mtaa wa Swahili, kwenda sokoni mpaka Tandamti Msimbazi. Livingstone tumepita tumepita. Kwa hiyo na hapa tupo mtaa wa Gerezani. Hizi gari zinatoka stendi ya Mnazi Mmoja. Hizi zinaenda tu nani njia, lakini natoka Mnazi Mmoja. Ndio zile zinazopita Uhuru. Sawa kabisa. Chagulia wewe eneo la kumalizia kipindi chetu. Tuanze tukamalizia hapo maskani. Maskani? Haya, tuanze. Tunakusikiliza wewe. Maliza. Sababu ni mtaa nyuma, tunaingia pale tushafika. Wametulia? Tunaenda kumalizia jamani director. Mtaa wa Gerezani. Hatimaye tumefika. Kumalizia mtaa Swahili na Omalilondo. Inaitwa? Omalilondo na Swahili ndio tunaenda kumalizia. Omalilondo na Swahili? Sawa. Na hii Gerezani? Yote hii Gerezani. Beba tu jina la gereza yote. Gerezani. Mtaa wa Lindi, hapa ni Lindi na Swahili. Lindi na Swahili. Kuna Wahindi labda. Wahindi huko sio kama magofani huko. Ndio maana ikaitwa Lindi. Lindi tu ni mtaa ambao ulipewa. Alafu na hilo Swahili kwamba kuna Wahindi na mtaa Swahili. Mtaa Swahili umepewa tu kutoka ni jina lake tu unaitwa mtaa Swahili. Kama mtaa nyuma hapo mtaa Malilondo ulikuwa unaitwa ni jina la mtu. Ndio? Unaitwa Malilondo. Ngwanda zamani mtaa Somalia, lakini sasa hivi unaitwa mtaa Malilondo. Sawa.
Hivi wewe pia huwa ni mshikaji ambaye unazunguka maeneo hapa da? Nazunguka sana. Wahi kufika Bunju? Napajua vizuri. Unafika Bunju? Napajua Bunju. Tegeta? Tegeta yote najua. Mbagala? Mbagala najua. Toka mimi kazi yangu ni usafirishaji. Ndio lazima nijue mji. Masaki yote naijua, si Masaki ya Chanika huko yote najua. Simu 2000 napajua huko. Hapa ndo maskani kwetu. Hii ndo gerezani. Hii ndo gerezani. Hapa ndo maskani kwetu. Sijakupata kabisa. Nilikuwa nataka nikushawishi, unajua sisi kipindi chetu kazi yetu sisi ni kuonyesha movement za watu kutokea sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndio kipindi chetu hivyo. Hapa tumefika. Wapi maskani? Hapa ndo hapa maskani. Kwa sasa nilichokuwa nataka mimi, sogea kwa hapa hivi. Sogea kwa hapa. Nilichokuwa nataka mimi ni kushawishi wewe sawa? Kwamba kwamba uangalie kipindi chetu pia, kwa sababu kwa mtu ambaye hajui kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, sisi tutamuonyesha. Umeelewa hiyo mwenyewe notion? Nimekuelewa. Bwana, wanakuita nani? Badojero. Sasa Badojero sisi bana tunapatikana YouTube ya madini.com. Kila Ijumaa sisi tunakuonyesha safari. Leo tumetoka Mbezi stendi ya daladala, unaijua? Napajua vizuri. Kimara kule. Napajua Mbezi ya Magufuli. Ndio. Tumetoka kule kwa daladala mpaka pale tulipokutania sisi sasa. Ndio. Umeona Kosho wetu ndio kama hivyo. Kuna lolote labda la kusema kwa watazamaji kumaliza shinda letu? Nasema ndugu yangu. Nawakaribisha tu afike Kariakoo. Watungishe biashara zao kama unavyoona huko masuala hardware nini, na sisi ndio tunapata wateja wakija wao. Nikupe nafasi sasa ya kufunga kipindi. Kufunga vipi ndugu yangu? Waje nipe njoo ufunge kipindi. Bwana, tunawakaribisha sana ndugu zetu, mje Kariakoo kwenye biashara zetu kama hivi mnavyotuungisha, sisi ndo tunapata kuendelea kimaisha. Au kuna kingine ndugu yangu? Big time. Kwa kumalizia kabisa, mimi naitwa Bino, nilikuwa na mshikaji wangu anaitwa Facebook ama Bad1 ambaye nimemkuta hapa Kariakoo. Badjero ambaye nimemkuta hapa kipande cha Kariakoo, na yeye ndo ametuonyesha maeneo yote na mitikasi kama hii hapo. Sisi tunapatikana siku moja tu ya wiki, Ijumaa, kupitia YouTube ya madini.com. Hakikisha unatufuatilia. Kipindi chetu kinaitwa Naenda. Mtayarishaji anaitwa Grayson Gideon, mimi naitwa Bino. Unaweza kuniita pia Bruno Innocent, itakuwa imekaa fresh. Behind the camera my brother Jadax, lakini pia mtaalamu wa barabara kama kawaida anaitwa Mzee Abasi. Tukutane tena Ijumaa nyingine na wakati mwingine kama huo hapa. Leo kimeumana Kariakoo. It has happening. Wow.